Ndege ya kijeshi ya Marekani aina ya B-52 Stratofortress ilianguka muda mfupi baada ya kuruka kutoka kituo cha anga cha kijeshi cha Edwards Air Force Base katika jangwa la Mojave, jimbo la California, na kusababisha vifo vya wanajeshi wote 8 waliokuwa ndani yake, tukio ambalo limetikisa Marekani na kuzua maswali makubwa kuhusu usalama wa ndege za kijeshi zinazotumika katika operesheni za kimkakati. Kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la anga la Marekani, ajali hiyo ilitokea jana Jumatatu, Juni 15 mwaka 2026, muda mfupi sana baada ya ndege hiyo kuondoka kwenye njia ya kurukia ndege ya kituo hicho maarufu cha kijeshi. Ndege hiyo ilikuwa katika misheni ya kawaida ya majaribio ya kiufundi, safari ambayo kwa kawaida hutumika kupima mifumo ya ndege, uwezo wa injini, vifaa vya urambazaji pamoja na utendaji wa jumla wa ndege baada ya ukaguzi au maboresho wa kiufundi. Kwa mujibu wa taarifa za awali, marubani waliokuwa ndani ya ndege hiyo walikuwa wakitekeleza ratiba ya kawaida ya mafunzo na majaribio kabla ya hali kubadilika muda mfupi baada ya kupaa. Ingawa bado haijaelezwa rasmi nini hasa kilichotokea, vyanzo vya uchunguzi vinaeleza kuwa ndege hiyo huenda ilikumbwa na hitilafu ya kiufundi au changamoto nyingine iliyoifanya kupoteza uthabiti angani kabla ya kuanguka katika eneo la jangwa karibu na kituo hicho cha kijeshi. Mashuhuda walikuwa karibu na eneo hilo wameeleza kuona ndege hiyo ikionekana kuwa katika hali isiyo ya kawaida sekunde chache baada ya kupaa. Wengine waliripoti kusikia mlipuko mkubwa uliofuatwa na moshi mzito uliopaa juu angani, huku baadhi wakisema waliweza kuona vipande vya ndege vikidondoka katika maeneo tofauti ya jangwa la Mojave. Mara baada ya tukio hilo kuripotiwa, vikosi vya zimamoto vya kijeshi, wahudumu wa dharura, helikopta za uokoaji pamoja na wataalamu wa usalama wa anga walitumwa kwa haraka eneo la tukio. Barabara kadhaa karibu na eneo la ajali zilifungwa kwa muda, huku mamlaka zikihakikisha kuwa hakuna hatari ya ziada inayoweza kutokea kutokana na mabaki ya mafuta ndege, milipuko au vifaa vya kijeshi vilivyokuwa ndani ya ndege hiyo. Hata hivyo, matumaini ya kuokoa waliokuwa ndani ya ndege hiyo yalififia haraka baada ya maafisa kuthibitisha kuwa hakukuwa na manusura. Wanajeshi wote 8 waliokuwa ndani ya ndege hiyo walitangazwa kufariki dunia, ingawa majina yao hayakuwekwa wazi mara moja kwa sababu ya utaratibu wa kwanza wa kuwajulisha familia zao. Baada ya ajali hiyo, shughuli za kawaida katika kituo hicho cha ndege zilisitishwa kwa muda, huku baadhi ya safari za ndege zikielekezwa katika vituo vingine vya kijeshi na kiraia ili kutoa nafasi ya uchunguzi na operesheni za usalama kuendelea bila usumbufu. Maeneo yaliyozunguka njia ya kurukia ndege yalifungwa kabisa, huku timu za uchunguzi zikianza kukusanya mabaki ya ndege na rekodi muhimu za mawasiliano. Kituo cha Edwards Air Force Base ni moja ya vituo muhimu zaidi vya majaribio ya ndege nchini Marekani. Hapo ndipo ndege nyingi za kijeshi za kisasa hujaribiwa, hufanywa tathmini na kuendelezwa kabla ya kuingia rasmi katika matumizi ya kijeshi. Kwa miaka mingi, kituo hicho kimekuwa kitovu cha maendeleo ya teknolojia ya anga ya Marekani, jambo ambalo linafanya ajali kama hiyo kupewa uzito mkubwa na wataalamu wa ulinzi. Ndege ya B-52 Stratofortress ni moja ya ndege maarufu zaidi katika historia ya jeshi la anga la Marekani. Ilianza kutumika tangu mwaka 1950 wakati wa vita baridi, lakini imeendelea kufanywa maboresho mara kwa mara ili kuendana na teknolojia za kisasa za kivita. Ndege hiyo ina uwezo mkubwa wa kubeba silaha nzito, kufanya safari za maelfu ya kilomita bila kutua na kutekeleza mashambulizi ya masafa marefu. Kwa kawaida, ndege ya B-2 hutumika katika operesheni za kimkakati, ikiwemo kubeba silaha za kawaida pamoja na mifumo mingine ya kijeshi yenye uwezo mkubwa wa mashambulizi. Marekani imekuwa ikitegemea sana ndege hiyo katika maeneo mbalimbali ya migogoro duniani kutokana na uwezo wake wa kufanya kazi kwa muda mrefu angani na kushambulia malengo yaliyo umbali mkubwa. Ajali hiyo sasa imeibua mjadala mpana zaidi kuhusu usalama wa ndege za zamani za kijeshi ambazo bado zinaendelea kutumiwa licha ya umri wake mkubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.